Na hali gani? Sina shaka hujambo, ni ukaribishe tena katika ukurasa huu wa michezo, na hapa leo tupo katika Sports AM. Kama kawaida tunazungumza michezo, na ilivyo pia tunakutana na wageni mbalimbali ambao tunawaalika hapa studioni tuweze kuzungumzia swala la michezo. Na kama ilivyo ada, kipindi hiki kuanzia hivi sasa saa 2:30 mpaka pale saa 4:30 hizi za asubuhi, na pana shaka ukiwa nasi basi utaenjoy mambo mengi sana ambayo tumekuandalia kwa siku hii ya leo. Ni mengi ambayo tumeyaandaa, lakini kubwa zaidi tutakwenda kuanza kipindi chetu kwa siku ya leo kwa kukutana na wageni kutoka ile michuano ya Ramadan Cup. Barbarian ambao wao ndio waandaaji kubwa msimu huu wa michuano ya Ramadan Cup ambayo inafanyika pale katika viwanja vya JK Youth Park Kidongo Chekundu pale Kariakoo. Lakini kumbuka pia leo ni finali ya michuano hiyo ya Ramadan Cup. Nisimalize sana uondo, tutakwenda kuzungumza na wageni wetu ambao hawa ndio wadhamini wakubwa toka pale mwanzo michuano hii inaanza, lakini mpaka hivi leo ambayo ndio mwisho wa michuano hii ya Ramadan Cup kwa mwaka huu 2025. Utakwenda kutuambia Barbarian, kumbuka ni miongoni mwa majina ambayo huwa inashiriki kupeleka timu katika michuano ya Ramadan Cup, lakini mwaka huu wakasema hapana, wakalibeba lile jambo wenyewe na kudhamini mashindano haya ya Ramadan Cup. Uze, karibuni sana. Asante sana. Ramadan Karim. Ramadan Karim. Naona mko mnawari kweli kweli. Kwa vizuri kabisa. Ndio. Ezra, mambo vipi bwana? Alhamdulillah ndugu yangu, safi kabisa. Kitambo hatujaonana. Ya kweli, kama miezi kadhaa. Anasema msipokutana katika viwanja vya michezo basi tutakutana studio, wote tunazungumza michezo. Yes, ni mpira tunatanisha siku zote ndio. Okay. Yuko hapa Faiza Helmund ambaye ni mkurugenzi wa Barbarian, lakini pia Said Juma yeye ni manager wa Barbarian Park, na Gadiel Ezra ambaye nimezungumza naye hivi sasa ni msemaji wa Barbarian Ramadan Cup. Nakwenda kwanza na Ezra ambaye ni msemaji wa Barbarian Park. Ezra, tuambie labda kikubwa zaidi kile ambacho umekiona katika uandaji wenu wa michuano hii ya Ramadan Cup kwa mwaka huu. Yes, kwanza kabisa tunamshukuru Mwenyezi Mungu mpaka kufikia leo hii tumepiga hatua kubwa sana. Before mashindano ya kuanza tuliahidi kama kamati ya maandalizi ya Barbarian Ramadan Cup 2025 kwamba tunakwenda kutoa radha tofauti kabisa na radha special. Na wengi walikuwa wanatamani kuangalia na wanasubiria kwa hamu waone ni radha ipi ambayo wataenda kukutana nayo, kwa sababu wengi wameshaandaa miaka 6. Unajua hii ni Ramadan Cup ya 7. Umeona pale Jakaya Kikwete. Na waandaji wawili tofauti, sisi ni waandaji watatu. Kwa hiyo mwaka huu tuliahidi kwamba tunakuja na special radha ya tofauti. Na mashindano yalivyoanza pale tarehe 2 kuanzia mechi ya kwanza mpaka leo hii tupo kilele sasa finali yenyewe leo hii. Yes, obviously tumefanikiwa kwa 100%. Na kama kamati tuna haki ya kujipongeza na kuwa kifua mbele kwamba Barbarian Ramadan Cup ya 2025 imeweza kuwa na kitu cha tofauti na watu wameenjoy. Utajiuliza ni tofauti gani? Tumeipeleka mashindano kisasa mpaka dakika hii, yani tumeendesha mashindano kidigital kweli kweli, kidigitali kweli kweli. Umeona? Kwa sababu watu wako na stream kupitia simu zao, wanapata kila kitu kupitia page yetu ya Instagram Barbarian Ramadan Cup 2025. Watu wamepata updates zote, picha zote kupitia website yetu www.barbarianramadancup.co.tz. Taarifa zetu zote mpaka dakika hii unazipata mle, na hata pia mechi zikiwa live wachezaji ambao wanaenda kushiriki kila timu ulikuwa unaweza kuwapata humo. Popote ulipata mechi ikiwa live ujue kinachoendelea, huna haja kupiga simu kuuliza. Ulikuwa unaingia katika website yetu, unaona size dakika ya ngapi, matokeo yako vipi, nani kala yellow card, nani kala kadi nyekundu, kila kitu mtiririko sahihi. Yani tulipeleka mashindano kisasa, lakini pia yote hayo ni mbwembwe. Kitu kikubwa katika football ni usawa na haki, na ndio slogan yetu ambayo tulienda nayo mwaka huu. Mashindano tumeweza kuendesha kihaki kweli kweli na kiusawa. Kuna mashindano mengi yanaendelea, wengine washasusa, wengine wametoa timu, lakini sisi Barbarian Ramadan Cup 2025 mpaka dakika hii kila anayetoka anasema kweli na mwakani msinisahau kulipa tena nafasi. Kweli na mwakani msinisahau. Kwa hiyo tuna kila haki ya kujipongeza na tuna kila haki ya kusema yes tumefanya. Ni Gadiel Ezra huyo msemaji wa Barbarian Park. Umemsikia kile ambacho amekizungumza, na ndio maana hapo mwanzo nimekuambia usiondoke, uwe nasi mpaka pale saa 4:30. Kuna mengi ambayo tunayo. Ulama Eid Salum ndio ambaye niko hapa, na utakuwa unaweza kupata kile ambacho kizuri kwa siku ya leo katika Sports AM. Tukija kwa manager
mmekuwa mnaingiza timu katika michuano hii ya Ramadhani Cup. Ndio. Kipi ambacho kiliwafanya mkakaa mkasema hapana, tuyachukue tuyadhamini haya mashindano ya Ramadhani Cup? Kwa kusema ukweli sisi pale kwenye kampuni yetu ni wapenzi wa mpira sote, yani mkurugenzi wetu na sisi wafanyaji kazi, yani tunapenda sana mpira. Na akiwa umeangalia sana katika hizo Ramadhani Cup ambayo tumekuwa tukishiriki, almost nusu ya wachezaji wetu ni wafanyaji kazi wetu. Sasa kipindi hichi ilikuja ikatokea fursa kwamba kulitokea nafasi wale waliokuwa wanaandaa mashindano haya wakawa kidogo, nadhani kulikuwa kuna mambo yanaendelea, wakawa hawajaingia kwenye kuandaa mashindano. Basi tukasema basi tutumie na hii nafasi na sisi tena, japo hatutoweza kushiriki, lakini tuweze kuandaa haya mashindano tuone inakuwa vipi. Na lengo la kuandaa haya mashindano ni kuendeleza burudani ya soka ambayo ilikuwepo tangu mwanzo iwe inaendelea. Na pia vile vile hatujaingiza timu kwa sababu gani? Tumeingia katika michuano mingine ambayo tunataka tutarajie twende mbele zaidi. Kwa hiyo timu yetu haijaweza kushiriki kwenye mashindano haya kwa sababu imesafiri, ipo kwenye kupigania ubingwa wa mikoa RCL ambayo tumepangiwa kituo Arusha. Kwa hiyo ndio maana tukasema tuchukue na fursa hii tuweze kuandaa haya mashindano. Ndio. Sawa. Nikija kwako mkurugenzi Fraser Helmond. Naam. Toka siku ya kwanza mpaka leo hii mchezo wa finali, hapana shaka unasema kuna vitu vingi vimetokea hapa katikati kuweza kupambana mpaka kufikia mashindano yamefika hatua ya finali. Vikwazo gani ambavyo pengine mkumbana navyo kama waandaaji katika michuano hii? Kwa kweli challenge zipo, lakini unajua tumekuwa tukijitahidi sana yani haya mashindano yaende kwa nini, na tulikuwa tushapangilia tangu mwanzo. Unajua pia tuna experience katika haya mashindano. Tumekuwa tukishiriki kama timu, lakini vile vile tumekuwa tukiona ni visa tofauti kuhusu mambo ya security na nini. Kwa hiyo tukaamua tujipange zaidi ki security wise. Nimeona kila kitu kimeenda vizuri, na kikubwa zaidi ilikuwa ni kuhusu mambo ya marefa, ambayo marefa ukishaweka sawa, ukiweka sawa kila kitu kikienda sawa, hakuna mtu atalalamika. Kwa hiyo hicho ndo kilikuwa yani hiyo ndo ilikuwa ni point kubwa zaidi ambayo tulikuwa tunailenga sana, na nilikuwa nikifuatilia kila siku, yani kila siku nilikuwa nikifuatilia kwamba tunapanga refa huyu, tunapanga huyu. Nafikiri mumeona mpaka semifinal tumechezesha marefa wakubwa wenye baji ya FIFA. Tulikuwa na Ramadhan Kayoko na juzi tulikuwa na Herisa C. Kwa hiyo hicho ndo cha muhimu katika mashindano mwanzo, ni marefa wakiwa kama watachezesha fair na nini, ukilisimamia hilo basi unakuwa kila timu ipate haki yake. Umepatia. Mimi naona challenge ilikuwa ni kama hiyo tu, lakini sijaona challenge kubwa. Challenge zingine ni kama kulikuwa kuna mashabiki hawakuwa wengi kwa sababu tulipata muda mfupi. Kwa sababu wiki mbili Ramadhani ianze ndo tumetambulishwa kwamba hakuna mtu ambaye nini, ndo tukaamua tukachukua ya mashindano tukafanya. Tulikuwa na muda mfupi, challenge moja wapo ilikuwa ndo hiyo, lakini tumekimbiza sisi watu wa kazi, tumekimbiza. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Niko na mtaalamu mwingine pia, tukaamua tukafanya hii website yetu na kila kitu kipo kwenye website. Yani mpaka leo finali kipa bora pia tutamtoa kutokana na website. Yani kila kitu, hamna upendeleo, hamna nini, yani kipa bora, mchezaji bora, yani yote tunaangalia, huyu ana yellow, huyu ana nini, yani kila kitu kimejipanga. Na hiyo katika kuangalia kipa bora, mchezaji bora, bila shaka kuna zawadi zao ambazo mmeziweka. Zawadi zipo mpaka timu yenye discipline pia. Timu zote zilikuwa ziko vizuri, lakini unajua kuna anayemzidia mwenzake. Ndio maana kuna sasa timu mbili zimebaki na tutapata bingwa. Kwa hiyo ndio hiyo mkuu wangu. Ezra, tutarajie finali ya namna gani kwa siku ya leo? Yani kama nyinyi waandaji wakuu wa mashindano Barbarian Ramadhan Cup 2025, niseme tu niwaahidi tena. Niliahidi mengi ligi inapoanza, na pia naahidi tena leo kupitia hii platform ya Azam TV kwamba ni usiku wa kipekee sana, ni usiku wa kutengeneza historia, kwa sababu
tuna nafasi kutengeneza historia hiyo. Ni fainali ya kwanza tokea kuanzishwa kwa Barbarian Ramadhan Cup. Umeona? Kwa hiyo kuwa tu sehemu ya mashuhuda ni historia pekee. Umeona? Lakini tutarajia fainali ya namna gani? Tuna surprises nyingi sana kama waandaaji. Hatuwezi kuongea kila kitu, ila tunasema tu ndugu watazamaji na wadau wote wa hii Ramadhan Cup wajitokeze kwa wingi pale Jakaya Kikwete, kwa sababu leo na naweza nikataja surprise kubwa hapa, lakini boss anaenda kutangaza jicho kidogo. Kwa hiyo bingwa anapata kombe, bingwa anachukua kombe, yes, na zawadi ambazo tumeweza kuambatanisha. Kuna zawadi nyingi. Kuna zawadi nyingi ambayo bingwa atapata. Na wengi tofauti watu watapata mazawadi. Kuna celebration pia ya kitofauti ambaye pia itakuwepo baada hapo, ambaye tunajaribu kuangalia kidogo, tunajiweka ki-international zaidi. Hapo kwenye celebration hapo napakazia sana, msipange kukosa kuwepo uwanjani, kwa sababu ni celebration ambayo ukikosa utajutia kwamba why sikwenda. Umeona? Kwa hiyo wewe njoo uwanjani, afu baada ya celebration tulaumu sisi kwamba nitarajia kikubwa zaidi ya hiki hapo, nitakushangaa. Kwa sababu tumejipanga kweli kweli. Yes, na nikuhakikishie swala la security tuko well and good. Pale tuna polisi jamii, tuna KFS security. Kwa hiyo swala la security kuanzia getini, na ukizingatia tuko mwezi mtukufu Ramadhani. Kwa hiyo hatuta entertain kuona jambo lolote ambalo litatolea nini? Tatolea udhu. Kuanzia getini pale tutakuangalia vizuri, tutakagua, ni free entry. Lakini pia njoo kimwezi mtukufu kweli kweli. Umeona? Issue ya mavazi tuko strict sana. Mkurugenzi, watu ungependa kufahamu pia. Naam. Umesema zawadi ziko nyingi. Kombe liko pale. Lakini watu wanapenda sana kusikia ile Mablaga Tilfurus kwamba bingwa anapenda. Hiyo au mmeweka kwenye nani kama alivyosema Ezra kwamba hamtaki kuiweka kabisa. Ipo cash. Cash ipo, zipo mfuko mkubwa mzidi, jezi, mipira, nini, yani kuendeleza mpira. Sawa, mimi napenda mpira sana. Nafahamu sana Barbarian kwa sababu katika misimu iliyopita hata nilikuwa na timu yenu, ilikuwa timu moja nzuri sana katika timu yetu actually sahi, yani tulikuwa sisi ndo mabingwa wa Dar es Salaam. Na mabingwa wote wa mikoa tofauti wamekutana katika vituo 4 tofauti. Mtwara, Kigoma, Shinyanga na Arusha. Sisi tumepangwa kwenda Arusha. Kuna timu 7 ambao huko tunagombea timu 2 zipite zikacheze na nebora ya taifa. Na tuko vizuri, tunaendelea vizuri huko. Kuna kitu kingine ambacho nikipenda kufahamu. Kwa mara ya kwanza ndo mnadhamini michuano ya Ramadhan Cup. Mmezungumzia changamoto ambayo mmekutana nayo, kwanza kufahamu ama kupewa ama kupata nafasi ya kuandaa mashindano wiki 2 kabla ya mwezi wa Ramadhani kuanza. Hii challenge ambayo imetokea, labda pengine kwa msimu unaokuja sasa, mkipata nafasi kama hii, mmejipanga kuyaandaa mashindano katika kiwango gani? Msimu unaofuata tumejipanga na tayari, yani tutalianzisha mapema. Tena sana. Let's say miezi 4 mitatu kabla. Kwa sababu safari pia tutaifanya mfumo tofauti. Kawaida huwa kila wiki, kila mwaka zinakuwa ni timu 20. Lakini safari hii tuliweka timu 16. Kwanza tulitaka tupate, yani iishe kwa mapema kidogo, tupate pia muda wa ibada, kwa sababu mwezi wa Ramadhani inakuwa ni muda wa ibada. Kwa hiyo this year tutachukua timu 32. Lakini haitochezwa yote 32 kwa wakati wa mwezi wa Ramadhani. Mtaanza kucheza. Tutaanza mapema. Katika hizo mapema itakuwa ni timu 8, yani group 8, kila group zitakuwa timu 4. Kwa kila group timu 2 zitapita. Kwa hiyo katika 32 mara 8 yani divide zitabaki 16. Sasa hizo 16 zitakazobaki ndio zitacheza sasa Ramadhani. Vigezo mlishaviweka kwa hizo timu ambazo pengine zitataka kushiriki mashindano kwa msimu unaokuja? Yani vigezo kwa timu shiriki. Timu zilizoshiriki zote naona wako tayari kushiriki mwakani. Msimu unaofuata. Lakini pia vile kuna timu zingine kama 6 pia zishanifuata na ziko tayari kushiriki. Kwa hiyo ndio maana tukaona acha tuwapatie nafasi timu tofauti. Ndio maana tukasema acha figa hii ya 32 tutaenda nayo. Tukija kwa meneja, kuhusiana na maoni ya washiriki. Siku zote washiriki wanaposhiriki jambo kumekuwa na maoni yao vile. Ima katika kuboresha
ama katika njia nyingine yoyote. Kama Barbarian Park mmepata maoni yoyote labda pengine kwa washiriki kuhusiana kuboresha na vitu kama hivyo? Ndio, kwa kusema ukweli mpaka hapa tulipofikia kwenye mashindano, wale watu ambao wameshiriki kwenye mashindano wametupatia maoni yao na wamesifia sana mashindano kwa jambo ambalo tuliliongelea la awali hilo kwamba tunasimamia usawa na uhaki ili burudani iendelee. Wametoa shukrani zao za dhati na sisi wenyewe pia vile vile timu zote ambazo zimeshiriki hatuna timu ambayo tumepata shida nayo. Yani kila kitu kimeenda kwa usawa kama tulivyokuwa tunategemea, na tunazipongeza sana kwa kweli, tunazipongeza sana kwa kitu ambacho wameonesha yani. Kwa sababu unajua Mswahili anasema mkishikamana pamoja mnaweza kufanya jambo. Akili za wawili ni zaidi ya mtu mmoja. Kwa hiyo ni maoni mazuri sana na tunatarajia kwamba mwakani tukiwa tunaandaa haya mashindano tena yani itakuwa ni bora zaidi. Itakuwa ni bora zaidi kwa sababu kama alivyosema mkurugenzi, tutajaribu kuweza kuwaisha kuandaa na kuleta hamasa ile kwa watu. Na tunaomba sana tena pia Azam TV waweze kushikamana na sisi kwenye jambo hili kwa sababu wamekuwa ni watu wa msaada mkubwa sana kwetu. Na vile vile kwenye zawadi zimeongelewa na hiyo celebration ambayo inaongelewa haitoishia pale uwanjani. Kwa sababu tunavyosema kwamba Barbarian Park tuna sehemu kubwa sana kule ambayo inachukua watu wazima na watoto. Yani burudani tutaihamisha kutoka uwanjani kwa mshindi na aliyekuwa hajashinda kwa washiriki wote. Siku ya sikukuu tunakutana pale Barbarian Park, tunashikamana kama familia moja. Pamoja na Azam TV tutakuwa pamoja sote. Inshallah. Vile vile pia tunapanga kidogo pia tualike timu zote kwa ajili ya iftar baada ya finali kwa ajili ya iftar. Tutaalika timu zote, tutakutana pale Barbarian, tutaandaa buffet moja nzuri, ndio watu wa enjoy. Muhimu sana. Karibu, tunakualika. Tunakualika. Mwaliko shapita hapa. Kabisa. Shukrani sana. Ezra, tuje kwako sasa kama msemaji wa Barbarian Park. Leo ni finali. Ndio. Watazamaji wangependa kufahamu finali inaanza saa ngapi? Na umezungumzia celebration zitakuwepo. Na mwitikio wa watu kwa siku hii ya mwisho ili watu waweze kuja kwa wingi Kidongo Chekundu pale kuweza kushuhudia finali ya michuano hii ya Barbarian Ramadan Cup. Unajua leo ni usiku wa kadamse. Tunapenda yani nitumie tu neno la mtaani, ni usiku wa kadamse, ni usiku wa mtoko. Kwa hiyo kama ni usiku wa mtoko, jitahidi tu kwa ambaye anataka aje uwanjani aje mapema sana iwezekanavyo. Kwa sababu tunatarajia shughuli zetu na kuwa live. Yaani shughuli zetu zote zianze saa 4 kamili. Saa 4 kamili pale tunaanza ratiba zetu. Umeona? Swala kick off litakuwa saa ngapi lipo ndani ya shughuli zetu. Umeona? Kwa hiyo taratibu zote za Barbarian Ramadan Cup 2025 final zinaanza saa 4 kamili. Kwa hiyo wale wanaokuja kwa seat na nini kwa sababu leo kutakuwa na watu wengi sana. Umeona? Kwa sababu kuna baadhi ya watu washaanza kusikia tetesi za burudani yetu itakuwa nani atakuja mkubwa, umeona viongozi gani watakuwepo pale. Kwa hiyo ili kuheshimu ile protocol na twende vizuri, njoo mapema ujichukulie siti yako mapema, saa 4 kamili tunakuwa live pale na tunaanza ratiba zetu ambazo zitaenda mpaka pale ambapo Mwenyezi Mungu atasema sasa imetosha. Kwa sababu sisi kama binadamu tunapanga, lakini ambaye anaweza kupitisha ni Mwenyezi Mungu mwenyewe. Umeona? Yes. Na tukiwa bado tuko na wewe mtazamaji wetu katika Sports AM, bila shaka utakuwa umepata kile ambacho kimeletwa na Barbarian Cup ambao ni wadhamini wa michuano ya Ramadan Cup kwa msimu huu 2025. Tumezungumza hapa na Fedha Helmud ambaye ni mkurugenzi wa Barbarian Park, lakini pia Said Juma meneja wa Barbarian Park, na ametoka kuzungumza hapa Gadiel Ezra, yeye ni msemaji wa Barbarian Park. Wamezungumza mengi sana ikiwa ni pamoja na mchezo wa finali wa siku ya leo. Kumbuka ni saa 4 kamili pale Kidongo Chekundu, mambo yanaanza pale. Kwa hiyo ukifika pale saa 3 hivi saa 2 unajongea pale. Mara nyingi pale katika viwanja vya Kidongo Chekundu kuna kuaga na mambo mazuri kule. Ukikaa ukiangalia upande wa mashariki kule kunapendeza. Kwa hiyo usiache kuja bwana pale Kidongo Chekundu uweze kuenjoy. Na tuanze sasa kwa mkurugenzi, labda neno lako la mwisho kwa mashabiki ama kuna la ziada lingine kuweza kulizungumzia kuhusiana na michuano hii? Mashabiki kama tulivyoongea, mashabiki waje wapate burudani. Waje wapate burudani. Nafikiri
ni enjoyment tu hapo. Ni enjoyment tu. And tunawalika wote mashabiki na ndio hivyo wenye hawatopata nafasi ya kuja tupo Azam TV wanaweza wakaangalia. Lakini ushauri zaidi yakija bana. Sababu una mambo mengi sana. Una mambo mengi. Okay. Naam. Sawa. Meneja? Na mimi kwenye mashabiki ni kazie kidogo. Najua tunapoongelea mashindano kuna mwandaji na kuna washiriki. Ila sasa hiyo ni sasa kama na gari, kuna engine na ile body. Sasa bila matairi haiwezi kutembea gari. Kwa hiyo mashabiki tunawakaribisha sana uwanjani, na sio uwanjani tu, pia vile vile Barbarian Park. Na yani mimi niko tayari kupokea washabiki hata 100. Wale watu walioshiriki hata akija mmoja sawa. Mashabiki ndio kila kitu pale. Kwa hiyo tunatarajia wataweza kuona unajua kuna msemo ambao tumekuwa nao kwenye haya mashindano kwamba boli itembee. Burudani iendelee na boli itembee. Kwa hiyo hicho kitu kinaenda kuendelea tena leo. Ndio. Ezra. Naam. Najua ndugu yangu uishi maneno. Lete neno lako. Na mengi tu hapa bado. Labda unajua sisi ni binadamu. Sio wote tutakuwa najua hii Barbarian Park ni nini. Umeona? Kwa hiyo lazima pia kwa faida ya ndugu mtazamaji anayetazama muda huu kabisa tena hapa ndugu kukumbushe Barbarian Park ni kitu gani. Kwa sababu tunasema tu sisi ni waandaaji wa mashindano. Lakini najua nje kuandaa mashindano tunajihusisha na nini? Na nini, yes. Tumepata wapi hela za kuandaa mashindano? Yes, Barbarian Park hii ni sehemu nzuri sana na kisasa na kubwa. Umeona, inajihusisha na michezo ya watoto, michezo yote ya kisasa ya watoto. Hapa Tanzania hii mchezo wa go-karts hapa Tanzania ni mchezo nadra sana. Umeona, lakini pale Barbarian Park unaupata pale mchezo wa go-kart. Nje huwa hapo unaonekana, yes. Okay. Hii ni go-karts yenyewe. Ni Ulaya tu nyingi inaonekana. Lakini sasa sisi Barbarian Park unaikuta hii go-karts. Nje ya go-karts tuna shoots kama unavyoiona ile pale. Unavaa kitu chako pale, unaanza kushoot. Unachagua game gani ambayo utalicheza wewe. Kwa watoto nafikiri wanaelewa zaidi kuliko mtu mwingine. Umeona? Nje ya shoots pia tuna basketball. Umeona, in case wewe utamani kwenda mbali, kufanya basket, kugusana na watu, kushia jasho na nini, una set pale muda wako, unajihesabia vikapu na nini, unafanya tathmini yako, nimeingiza vikapi na nini, umeona? Lakini pia nje vikapu tuna michezo mingi, tuna pool table pale. Kwa sisi wazee wa mambo yetu haya. Bosi wanamfunga pale mara kwa mara. Kwa hiyo tuna pool table nzuri pale, umeona, ambayo ina carpet yake safi. Lakini pia kwa watoto wetu kuna zile familia ambazo zinapenda watoto wacheze football kidogo, apate ile ladha. Lakini mtaani anaogopa usalama na nini. Tuna pale uwanja mdogo kwa ajili ya watoto wadogo wa football kisasa, wenye carpet nzuri kabisa, 4 sides, 5 sides kwa watoto wadogo wanacheza. Lakini nje pia kuna bembea za kila aina pale. Lakini pia tujaishia tu hapo kwa watoto. Wewe mtu mzima sasa. Sisi Barbarian Park tunafanya nini? Muda unaosubiri watoto wako wapumzike. Tuna restaurant ya kisasa pale. Umeona? Unapata vinywaji safi kabisa vya matunda. Unapata chakula. Mimi hii Ramadhani nzima huwa nakula pale futari. Kwa hiyo hata watu wanaweza msemaje, mbona siku hizi shavu Barbarian Park. Umeona? Kwa hiyo mna vitu vizuri namna hii bwana. Kabisa. Mbona TV moja kubwa. Umeona? Tuishiwi, lakini pia tuna TV pale kubwa. Kama sinema lakini well HD. Umeona? Unaweza kuangalia pale habari, kuangalia vipindi vya Azam TV pale, ukaangalia mechi zako, ukacheza PlayStation. Sisi wadau wa PlayStation wote tunatambiana sana mtaani. Njoo na mpinzani wako pale mmalize utata. Mtu atajiuliza sasa, wana hivi vyote sasa wako wapi hao watu? Umeona? Tupo Oyster Bay, ile barabara inaenda Coco Beach. Umeona? Ubalozi wa Uturuki kwa mbele tunapata sisi. Mko pale? Tuko pale, yes. Yaani ukiwa unaenda Coco Beach, ukifika tu ubalozi wa Uturuki, kitu kinachofuata ni Barbarian Park. Tuna bango letu kubwa, yaani tumejieleza tu. Barbarian Park pale, umeona? Tunaonekana pale. Huku bahari, huku sisi. Na ni sehemu pekee ambayo bahari yetu si pale imetulia. Umeona, bahari pale haina mambo mengi. Kwa hiyo Barbarian Park tuna kila sababu ya kualika watu wote wanaopenda kutulia, utulivu na kuweza kupata starehe. Na tuna special offers za Ramadhani. Umeona? Siku yetu ya mwisho ile. Tuna buffet nzuri sana. Na tuna mambo mazuri kwa mtu yote ambaye atakuja pale. Tunapunguza wa tickets za michezo pale. Umeona? Kwa hiyo tuseme tumejipanga kweli kweli. Hatuishi tu uwanjani. Yaani sisi burudani kisha kwenye football inakuja wapi? Kwenye maisha binafsi. Nirudi sasa kwenye Ramadan Cup. Kwa nini nawaalika mashabiki waje kwenye Ramadan Cup? Umeona? Kwa sababu ni usiku ambao tunaenda kuonyesha burudani ambayo haina kifani. Niseme tu naogopa kusema mengi kwa sababu nikiangalia kwenye ratiba mambo nayoona huko ni mengi. Umeona? Surprises ni nyingi. Watu wakubwa ni wengi. Tupo kwenye Ramadhani, tutazingatia hilo. Hatutavuka mipaka. Kwa hiyo hata ambao watakuja kusherehesha, kuburudisha, watakuwa na nini? Na mienendo ya kidini. Umeona? Kwa hiyo niseme tu kubali. Mtu anayependa football atakuja Jakaya Mrisho Kikwete, ataangalia Azam Sports HD 3 kwa sababu ndo
channel ambayo inaonyesha mashindano yetu. Umeona? Na ile ni football kweli kweli kwa sababu ni watu 11 kwa 11 wanapiga. Yes. Na kwenye package ambayo mmezungumzia hapa michezo ya watoto. Watu wengi sana walikuwa hawafahamu kama Barbarian wana dili pia na michezo ya watoto. Umezungumzia michezo mingi sana. Lakini ule mchezo wa vigari vya kuzunguka vile kwenye paki yenyewe ile. Watazamaji pengine ungependa kufahamu siku za kawaida bei zao zikoje, wana michezo ambao pengine wangependa kuja hata kuzunguka pale na vile vigari inakuwaje yani katika platform hii? Atajibu meneja afu na pale michezo yetu kuna bei tofauti tofauti. Sasa tunakuwa tunaangalia weekends na siku za kawaida. Bei zetu kawaida ni bei yani ni bei elekezo kwa wateja wetu, na huwa tunakuwa na offers kwenye siku mbalimbali. Unaweza kukuta kuna labda Super Wednesday, kuna offers tofauti tofauti kulingana na siku kadri zinavyoenda za wiki. Ila bei zetu kwa go-kart zile ni shilingi 20,000 kwa tiketi moja. Na kwenye mabembea ya watoto ni shilingi 5,000 kwa kila mtoto. Anacheza kuanzia anapokuja mpaka muda wake wa kuondoka. Hata mzazi ukisema unamwacha alale pale na kesho mkuta anacheza, unamkuta yuko salama kabisa. Na ile michezo mingine kama virtual reality, pool table ni yani bei za kuelekeza 10,000, 2,000 na offers zinakuepo nyingi sana. Hiyo 20,000 nataja kwenye go-kart, unaweza kaja siku hiyo unakuta unanunua tiketi zako 2 kwa shilingi 30,000. Kwa hiyo bei zinakuwa zinategemea na offers zile ambazo zipo. Ndio. Na kuna watu wanajiuliza kwamba sasa mimi nikija ule muda karibia na muda wa swala nafanyaje? Pale Barbarian Park tuna sehemu nzuri kabisa ambapo unaweza kukaa ukaswali vizuri na kufanya ibada. Yes, tumeandaa hizo sehemu mbili tofauti, kubwa na nzuri kabisa. Kwa hiyo ushindo wewe tu, yani kipengele unacho wewe. Na ndio maana tunaita park na yani package nzima iko pale. Vile vile pia go-kart kuna wengine labda wanaviona hivyo vigari afu akaona bana mimi siwezi kuendesha hichi kigari. Bana sisi tumekuwa tukifunza wengi watoto watu wengi tumewafunza pale. Kwa hiyo kuna wengine pia wanakuwa wamepata driving license zao lakini hawana experience ya barabara. Kwa hiyo anaweza akaja pale akadrive. Kwa hiyo anakuwa anaweza anajifunza ile katika kucontrol na kufunga breki na nini vitu kama hivyo. Yani kwa hiyo anakuwa anajifunza zaidi. Kwa hiyo sio lazima kwamba unajua. Wapo watu ambaye mtu kaja hajui, hajawahi peleka, lakini tumemwelekeza dakika chache na kanini. Unafunzi kabisa pale. Tunafunza sana. Tunafunza sana. Watoto wengi wamejifunza pale. Wamejifunza pale. Lakini bei za kujifunza tofauti na zile ambazo mtu pengine anakuja kuenjoy. Wapo wengine wanalipa ticket, hiyo ticket moja na tunamfunza na nini. Lakini kuna kijana mmoja aliletwa na babake tukampa ofa fulani ya mwezi mzima. Ila wiki moja tu tarika kaweza. Ndani wiki moja. Lakini sasa zile siku zingine ikakuwa anakuja tu ana drive ana enjoy. Okay. I say. Sisi tunawapongeza sana kwa hilo kwanza kwenye upande wa michezo, na mmeangalia ngazi zote. Kwanza mmeangalia kwenye ngazi za chini kabisa. Msingi wa michezo ni chini, hususan katika swala la watoto. Kituo chenu kwa jinsi ambavyo mmewekeza katika zile nyanja za michezo, lakini pia kwa mara ya kwanza mkidhamini michuano hii ya Ramadan Cup. Kwa kweli tuwapongeze sana kwa sababu ni michuano ambayo watu wamekuwa kifuatilia mno, na hata msimu huu watu walivyoona mbona mpaka kimya, lakini mkajitokeza mkayabeba mashindano katika ufinyu ule wa muda, lakini mka maintain kuyafanya mashindano kuwa bora na kuwa mazuri kabisa. Na mimi nafikiri nisiwaache hivi niulize tu swali lingine kwamba mwaka huu mmeyapata haya mashindano, mwakani mmesema kwamba mnakwenda kivingine zaidi, mnatarajia pia msimu mingine na mingine kuweza kuboresha na hatimaye kuweza kudominate kuhakikisha kwamba Barbarian mnakuwa wadhamini sasa wakuu wa michuano hii? Ndio tutaboresha zaidi, na nadhani kwa kushirikiana na wananchi nafikiri kila kitu kitaenda vizuri na kitakuwa sawa. Inshallah. Sisi tunaomba kila la kheri. Amen. Hizo wana neno la mwisho tena la kusema? Niwaalike tu wapenda burudani wote wa mpira wa miguu wajitokeze mara pale. Yani wajitokeze.
Okay. Na mtazamaji wa Sports AM, hakika utakuwa umepata sasa ile road ya moja kwa moja katika mchezo wa finali kwa siku ya leo, michuano ya Ramadhan Cup Kidongo Chekundu Kariakoo, Dar es Salaam. Na hapa ambako tulikuwa tunazungumza na wadhamini wa michuano hii kwa msimu huu, Barbarian Park, ambao wamekuja na tumezungumza nao mengi sana. Fedha Helmund ambaye ni mkurugenzi wa Barbarian Park, Said Juma yeye ni meneja, lakini pia Gadiel Ezra ni msemaji. Na hakika bila shaka utakuwa sasa umetosheka na umeshiba. Lakini kumbuka kituo chao kiko kule karibu na ubalozi wa Uturuki. Ukienda pale hata siku za kawaida utaenjoy michezo mbalimbali, unanunua tiketi zako, unaingia ndani, hata ukiwa na watoto basi pia nao wanaenjoy kweli kweli. Ulikuwa nami hapa kwa hatua hii ya mwanzo Ulama 8 Sound. Tunakwenda katika mapumziko mafupi, tukirudi tutaendelea na Sports AM.